Alhamdulillah, nguo kama unataka kutahirisha nguo sio binadamu. Binadamu anachukua tahara. Ndio. Sisi kama huna udhu unaenda kuchukua tahara. Ndio. Lakini nguo kwa jina utaharisha nguo, hii neno sio sahihi. Isipokuwa nguo unaosha. Kitu inatoa uchafu. Hii ni maji kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ameshusha kwa mbinguni maji, amejalia kwenu ni kusafisha. Nguo unatakiwa usafishe ile najasa, ile najis au uchafu aitoke, ishabotea ile najis, rangi yake imebotea, harufu yake imebotea, tayari shemrusho hii nguo ni nadhifu na uwezi kutumia kusalia. Sheikh, umeelewa? Lakini unaosha nguo iko nadhifu alafu mchukulia udhu, nguo sio binadamu. Tahara inakuja kwa binadamu. Tukupa story kidogo. Ndio. Sheikh, wengi inahuzunisha. Inachekesha lakini inahuzunisha. Ndio. Siku moja tumeenda sehemu, sitaki kutaja sehemu, kijiji. Ndio. Tumeona watu wakufanya hakika au akika. Hakika hii ya kuchinja kwa ajili mtoto siku ya 7. Ndio. Sasa wamechukua mbuzi, kabla hajachinja Sheikh wao anawaambia mchukueni udhu. Eti udhu ndio wanafanya ile achinje wakati hali yana tahara. Hii sio sahihi dini. Maana kwamba inachekesha lakini inahuzunisha. Ndio. Muislamu hajui. Unamwekea udhu na mbuzi wakati unachinja, umetoa wapi? Sasa amemfanyia hii kama madmada mdomo, eti wanasafisha mdomo wake, umwekea udhu, unachukua udhu kwa uso, mguu kulia. Sasa bahati mbaya kwa mguu wawili wa mwisho umeanza kulia, wakati hajamaliza kulia kakojoa huyo. Wameanza upya kuchukua udhu. Sasa Waislamu leo utaenda wajinga hii, yani ujinga kwa hali hii ambao dai Waislamu sio sahihi. Nguo haitakiwi tahara, nguo itakiwa usafishe. Usafishe kwake itakuwa nadhifu. Kuiondoa ile najis. Toa najis chandoka basi. Lakini ushaosha, natakiwa tena tahara. Ushaosha tayari yuko nadhifu. Au kama wanasema uko tayari tahara. Lakini unaweza kuambia ni yuko nadhifu, tahir sio tahara. Tahir maana yake umeshasafisha, unaweza kutumia. Naam.